Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? I hope kupoa na enjoy life. Kwenye maisha ya sasa kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa kitokea kwenye jamii. Na kumekuwa na sintofahamu mbalimbali kuhusiana na namna ambavyo vijana wa kiume wamekuwa kiharibika wakijiingiza kwenye wimbi la ushoga. Sasa siku za hivi karibuni tuliweza kushuhudia ndoa ya bwana harusi ambaye alikuwa shoga lakini akaamua kubadilika na akaamua kufunga ndoa. Niko na bwana Habasi hapa ambaye nyuma alikuwa na tabia fulani lakini kwa sasa amebadilika. Nataka tuzungumze naye yeye mwenyewe kinaga ubaga tuweze kupata detail zaidi kutoka kwake ili kuweje alijiingiza kwenye ushoga, lakini pia alifanikiwa vipi kutoka, ikiwa inaaminika ni ngumu sana kutoka, lakini pia maisha baada ya kutoka yakoje, na kwa sasa ni mume wa mtu amefunga ndoa. Je, maisha anayafurahia kwa kiasi gani, na kama je kuna changamoto zake zikoje? Bwana Habasi, kwema? Kwema tu. Tumesalimiana lakini ni mara pili tena nakusalimia. Uko good? Uko good. Mara ya kwanza hakujitambulisha wala sikuchukua utambulisho wote kutoka kwako. Pengine kwa sasa nataka ujitambulishe, Watanzania wakujue vizuri. Unaitwa nani na ni mtu wa wapi, lakini pia asili yako wewe ni mtu wa wapi? Kwa majina mimi naitwa Habasi Hamisi almaarufu kama Habasi Yaga. Mimi ni mzaliwa wa Vingunguti, mtaa CCM Kombo. Nimezaliwa mwaka 1999. Amana. Kwa hiyo una umri wa miaka 26. Ndio, na umri wa miaka 26. Sawa. Mwaka 96 ndio mwaka uliozaliwa. Pengine 99, sawa. Wewe ni mtoto wa ngapi kwenye familia yenu? Kwenye familia yetu mimi ni mtoto wa kwanza. Sawa. Ni mtoto wa kwanza kwenye watoto wangapi? Kuna watoto watatu. Sawa. Video yako ambayo ina trendi mtandaoni ikikuonesha kwamba unafunga ndoa ni video ambayo imewavutia watu wengi sana na imeibua tofauti, imeibua hisia tofauti kwa watu, na wengi wanafurahia kuona kijana alikuwa nje ya mstari na this time amerudi kwenye mstari, ameamua kuoa kutoka kwenye ushoga hadi kurudi kwenye maisha ya kawaida na kufunga ndoa. Wengi wanakupongeza na mimi nakupongeza. Hongera sana. Asante sana. Wengi wanatamani kujua kidogo maisha ya nyuma. Ilikuweje uliingia kwenye maisha ya nyuma, yani maisha ya ushoga? Ilikuweje mpaka ukajikuta umeingia kule? Yani maisha ya nyuma kusema kweli mpaka nimejikuta nimeingia kwenye maisha ya nyuma sijui niseme, yani nashindwa kusema ni kitu gani, lakini sana sana nahisi ni makundi tu ya vijana afu pia ujana mwingi, kwa nimejikuta nimeingia kwenye wimbi la ushoga. Nimekaa nao tu, nimeendelea nao, nilikuwa kijana ovyo kusema kweli. Kwamba nilikuwa nasuka, nafanya tabia chafu, navaa madela, navaa taiti, vitopu, sidilia, yani nilikuwa nasuka, nina mambo yote nilikuwa nafanya hakika. Yani kwamba nilikuwa najiona kama mimi ndo mwanamke kabisa. Lakini imekuja nimeamua kubadilika mwenyewe. Nimeona kwa sababu tendo ninavyofanya vimpendezi Mungu kwanza, havipendezi jamii. Kutokana nishaitwa kwenye serikali za mtaa mara kibao kutokana na tabia zangu na vitendo vyangu, kwamba nikaona pia mambo haya hayapendezi, yani kwamba nazalilika, najizalisha mimi hapa na familia yangu, wazazi wangu nawazalilisha, ndugu zangu, kwani kwamba nazalilika katika jamii kutokana na watoto wadogo wananisalau, waniheshimu, nikipita na nishwa vidole, yana maana pia hata kwa Mungu pia haipendezi. Yani pia nikaona hakuna faida zaidi ya kujaribia. Basi kwa hivyo ilipelekea kukaa sana na kuwaza sana kubadilika. Niliwaza nikasema nitaweza je, jamii itanipokea mimi kama nimebadilika kutokana na nilikuwa nimeshashindikana. Lakini nashukuru Mungu, alhamdulillah, nimefanya toba, nikabadilika. Nikaamua kutulia kwanza mnamo mwezi wa 6 mpaka nikafikia hatua nikaona nihame kwanza. Nikahama nikamia Kinyerezi huko. Nimetulia hivyo na mambo yangu nikiwa nipo na mchumba wangu. Nimenisha na mchumba Bilela, yani kabla hajakuwa mke wangu alikuwa mchumba wangu. Tumeishi wote kama huko anatuona kama mke na mume, lakini sisi tuko wachumba. Kweli maisha yameenda ikafikia hatua mwezi wa 9 tukafanya sherehe ya kumcheza Leila, yani mimi nifanya kama kumshukuru
kutoka nani aliponitoa mimi ni wapi ni mbali sana, nisikuwa na cha kumlipa. Nikaona bora nifanye sherehe tu nimshukuru. Kwa hiyo nifanye sherehe ilipendeza. Picha ndio kama zile pale unaziona pale ukutani. Kuna mshukuru kwa kitu gani? Nimshukuru kwamba kwa kunibadilisha, kwa kuniheshimisha kiasi. Unajua mpaka mtu anafikia tu anaishi na mwanamke, ina maana kukuheshimisha na kakubadilisha. Maana hata wapo atakaoongea baadhi lakini hawataongea kama zamani. Maneno yatapungua. Kwa hiyo kwa kiasi maneno yalipungua. Kwa hiyo nikaona nimfanyeje nimshukuru. Nikaona na mimi nimfanyie sherehe kwa kumshukuru. Lakini imeenda tumeishi hivyo. Na kukatisha kidogo. Kwa hiyo kabla ya kumuoa mlitangulia kuishi pamoja kama wachumba wapenzi, zeni baadaye ndio imefuata. Ndio, kabla ya kumuoa na mama sisi tulikuwa tunaishi kama, kwanza tuliishi kama wachumba. Kwa mimi nilikuwa nakaa kwetu kwenye nyumba ya familia, yeye wazazi wake walimpangia kwenye chumba chake. Tulikuwa tunaonana juu kwa juu. Kwa juu ikabidi ile afunge chumba chake aje kuhamia kwangu. Tumekaa, tumeishi. Ndio tukaja tukawa wachumba kabisa wapenzi. Mpaka tukaja kufanya birthday hapo, na maana tukawa wachumba rasmi. Mpaka tumekuja kufanya birthday ambayo ya kumshukuru. Tukawa wachumba rasmi. Kwa hiyo imeenda, tukaja tena tukaamua tufunge ndoa. Tumekuwa mke na mume kwa sasa hivi. Ni hatua nzuri sana. Lakini pia natamani nirudi nyuma kwa sababu hiki ambacho nakiongea leo kinaenda kusaidia vizazi na vizazi. Natamani turudi nyuma kidogo. Umesema namna ambavyo ulijikuta umeingia tu kwenye jamii hiyo. Umesema ni mambo ya makundi, ukajikuta tu umeingia kwenye wimbi hilo la ushoga. Natamani kujua kama una kumbukumbu zozote zile. Pengine unakumbuka labda ulishawishiwa. Natamani tu nijue yani kwa mara ya kwanza uliingia vipi, yani ulishawishiwa na mtu ama ilikuwaje? Natamani nijue labda kama ni ukatili, labda ulifanyiwa ukatili na mtu mzima au ilikuwaje? Sikufanywa ukatili nini, yani kiasi kwamba sikumbuki, lakini sikufanywa ukatili na maana mimi mwenyewe, na maana nilitaka tu nijaribu. Basi nikajikuta tena ndo nimeingia nimezama. Na hilo pia ukushawishi? Sikushawishiwa. Kushawishiwa na mtu yote maki nisiseme uongo. Ulijaribu vipi? Yani ni ulikutana na mtu baba akamwambia bwana tufanye 1 2 3 au ilikuwaje? Hamna michezo tu ya watoto. Kitoto, yani kuna michezo ile ya kitoto ile. Basi. Mimi ndio nimefanya na watoto wenzangu, basi nikawa nimezoea. Kilikuwa ni kile kipindi cha utoto. Kipindi cha utoto ndio. Kwa hiyo unataka kuambia wazazi kwamba wajitahidi sana kuzingatia mienendo ya watoto kipindi cha utoto. Ndio. Ni kweli, yani ni kweli napenda kuambia kwamba wazazi jitahidi sana kuangalia na kuwachunga watoto zenu na kuangalia mienendo yao. Pia yani msiwe busy na kazi, kusema mwe busy na kutafuta pesa. Kweni busy pia na kuwachunga watoto wenu, kuwapa malezi mema na malezi yaliyo bora. Kwa sababu mzazi unakuta yuko busy na maisha, yani yuko busy na kutafuta, yani yeye mtoto karudi katoka shule kaingia kucheza, yeye ajui yani hawazi. Kwa kipindi hicho watoto mwingine mtoto anaharibika hapo. Akaja kutamaki kashakuwa mkubwa, kashazoea vitendo hivyo vya kinyama, vitendo hivyo vya kiofu. Kwa hiyo inakuja kuwa ngumu baadaye, na mzazi siku zote anakuamini. Kwa sababu ya kwako yaone, ila ya wenzako utayaona. Sawa. Kumbukumbu yako kilikuwa ni kipindi ambacho ulikuwa na umri gani? Sikumbuki vizuri. Miaka 10 ilipita kidogo. Sawa. Na umeniambia pia zamani ulikuwa ni mtu wa kuvaa vitopu, taiti, nguo za kike. Ni nyakati gani ulikuwa unavaa hizo nguo, lakini pia ulikuwa unavaa ukiwa unakwenda wapi? Yani mimi nategemea nyakati zote, kama ninazojisikia mimi hapa. Kama nikisema nivae asubuhi, navaa, nikisema nivae mchana, navaa, sana usiku. Tunaenda kwenye birthday, kwenye masherehe ya ukumbini. Haujawahi kupigwa labda kwa sababu ulikuwa ukishiva? Kuna watu ambao labda walikerwa na hiyo tabia wakakupiga. Wapo watu walikuwa nakerwa na hiyo tabia, wanaishia kuongea tu basi. Kupiga? Kunipiga sijawahi kupigwa, lakini pia nakumbuka kuna kipindi nisha kufanya birthday, nikavaa nguo za kike, kulitokea fujo kubwa sana. Yani fujo kubwa sana, nilinusurika kutokana na watu walikuwa wengi sana. Kwa hiyo ina maana mpaka mtu kuja kuniona kunipata sio rahisi. Lakini nilifika mpaka polisi. Kwa hiyo watu hawakupenda ulivyovaa nguo za kike? Hawakupenda nilivyovaa nguo za kike, ina maana nionekana kama vile nimeshindikanika kwamba nawadhalilisha baadhi ya wanaume.
nawazalisha baadhi ya wanaume, na pia yani inakuwa sio funzo nzuri, sitoi fundisho kwa watoto, kwa sababu mtaani kuna watoto pia wanaiga matendo yako baadaye. Maana mtoto mwingine anaweza karibika, ona fulani ya basi mbona anafanya hivi na mimi ngoja nivae. Mtoto na maana kuaigi matendo yalikuwa mazuri, yalikuwa mema, na maana ilitokea fujo. Sawa. Familia yako ilikuwa inasema nini kwa wakati ule? Familia yangu ilikuwa inanionya na nikataza, lakini mimi tena nilikuwa sikio la kufa, nilikuwa sisikii la mtu yoyote. Alafu nikiambiwa nilikuwa nakataa. Sifanye. Basi. Kwa maana mpaka yani mimi mzazi wangu kama alikuwa anajua anafanya, anasikia kwa watu, sio kuniona live. Alikuwa anioni. Ukirudi nyumbani unakuwa umekaza. Mzazi wangu alikuwa yuko mbali kidogo. Kwa hiyo nilikuwa naishi pale nyumbani tu kwa nyumba ya familia. Alafu wajomba zangu wenyewe nilikuwa siwaheshimu, nilikuwa na wadharau kwa sababu na wenyewe pia hawana adabu, hawana heshima, ni tukuta tu na wadharau basi. Nimeona mwili wako na makovu hapa, lakini pia na kovu huko. Ni ya nini? Historia ndefu, siwezi kusema ni ya nini. Lakini mapigano, mapambano kabisa. Ulichana na wembe? Kisu. Kiufupi ilikuwa shida nini? Yani sijui niseme nini. Yani afu shida tofauti kabisa na yani na hivi vitendo vyangu vilivyo, yani kwamba nilikuwa na rafiki yangu wa mtaani pale. Wala rafiki yangu wa mtaani nilimtafutia mwanaume. Mimi ndo nilikuwa yani nilikuwa kama vile kuadi. Nilimpa mwanaume baadaye rafiki yangu nikaja tumegombana, maneno yakawa mengi. Kwa hiyo nakuta yani mtu rafiki yangu akatokea kumpa maneno ya uongo mwanaume wake. Ambaye mwanaume wake kwa na tabia chafu. Kwa hiyo kama alimpa maneno ya uongo, unajua na mtu akipewa maneno na mwanamke wake lazima amsikilize. Kwa hiyo akajikuta yule mwanaume kutaka kuuliza, kutaka kufanya kitu chochote, aliamua kufanya tukio hilo. Alikuja kuvamia ndani. Na wenzake sio walikuwa 2 watatu wale, wakaja na mapanga na visu, wakaja kanichoma. Nilifika wapi plani nilikataliwa, nikapelekwa Muhimbili. Amana nice. Kwa hiyo nilishonwa. Kwa unaona pale hapa ni pua iling'oka, ilibaki hapa sehemu hii. Huyo ni rafiki yako wa kike ndo alisababisha hiyo? Ni rafiki yangu wa kike alisababisha hivyo. Mwenyewe binafsi anajijua. Na sasa hivi alipo anajutia na nafsi yake na makosa yake aliyofanya, na pia yule mwanaume aliyofanya kitendo hicho, na yeye pia madhara anamkuta kwa sasa hivi. Kama zamani aliona tumenyamazia, lakini kwa sasa hivi madhara anamkuta. Kwa hiyo pia ulikuwa na tabia ya kutafutia mchumba mtu, yani akitaka mchumba unamtafutia? Ina maana kwa jinsi ulivyo mtu sana anaona kabisa huyu anakaa na yake, na maana au nikitaka na yake pale kwa fulani napata. Kama ndio inakuwa iko hivyo. Ulikuwa anakupa pesa? Na maana mtu siwezi kumkadia mwanamke bure. Na walikuwa wanaingia kwenye mahusiano vizuri. Yani sio kwamba na hapa na yake ya kuchezea, hapana. Yani kwamba mwanamke kwa kuingia naye kwenye mahusiano. Na wapo walioana kupitia mkono wako wewe? Kusema kweli sikumbuki, ila wapo. Nahisi kama wapo 2 watatu hivi. Sio wote, lakini wako ni 2 watatu hapo walioana. Kwa sababu hata yule rafiki yangu pia mwanaume pia kadumu naye, nahisi mpaka sasa hivi bado yupo naye. Sawa, nataka turudi kwa Bileila. Ulikutana vipi na huyu Bileila? Na siku ya kwanza ilikuwaje ya kukutana naye? Bileila mimi nilikutana naye kwenye mashughuli ya mtaani. Kusema kweli mimi nilitokea kumpenda, yani nilikuta kuna na tabia zangu hizo, lakini nilijikuta kumpenda. Kwa hiyo yani mimi nilishindwa namna kumfuata, lakini nikaona nitumie jinsi nilivyo hivi, kwa sababu mtu ni yani jinsi nilivyo, na maana tunaishi sana na wanawake, na maana style mtabia ni maneno mazuri ya kumpa mwanamke, kwa kumlegeza tunakuwa nayo. Kwa hiyo binafsi nikatumia maneno mazuri ya kumlegeza, nitumia kama rafiki yangu, mshikaji wangu sana. Baadaye kwenye ushikaji kada kutokea kitu mapenzi tukaja tukaelewana, nikamvuta kanaishi kwangu, tukawa chumba mpaka tumekuja tumekuwa mke na mume. Swaga zako zilikuwaje mara ya kwanza? Siwezi kusema swaga zangu zilikuwaje, na maana siwezi kusema mtu anaweza kutumia naye pia hivyo kuna nile kutafutia wanawake. Apate na yeye apate mke. Ni heli hiyo. Swaga maneno tu mazuri, maneno matamu ya kumlainisha msichana au binti akalainika na swaga zako, na maana kama vizawadi vidogo, yani vitu vidogo ndio mwanamke anapenda, yani vizawadi na maneno mazuri. Mwanamke usimdanganye kwa pesa, labda umpe 50,000, fulaki, umpe 200,000, yani atakuchuna. Lakini ukimdanganya kwa vitu vidogo vile, yani siwezi kusema ni ila vitu vidogo, nafsi mwanamke anavutiwa navyo na anapenda, anaonekana kwamba yani mwanamke anapenda umjali. Sawa. Familia yake haikuleta vikwazo vyovyote pale ambapo ulitaka kumuoa?
Yaani kwa sababu familia yake haikuleta vikwazo pale nilipotaka kumuoa kutokana na nini? Kutokana na nanifahamu kipindi hicho kabla sijakuwa mume wake. Kabla hajaoana, maana nilikuwa na vitendo vichafu mpaka wakaja wakakubali mimi tufanye sherehe ya kumcheza, kumpamana. Ina maana wameona kabisa kama kijana wetu kafanyaje? Kabadilika. Kama kijana wetu kabadilika, akaamua kutulia. Kwa hiyo mpaka amefikia hatua kuja kumuoa, naona wamekubali, wameona, wamejua nimetokea wapi. Yaani nilipotokea wanapajua kwamba nimetokea wapi na nimeamua kubadilika. Maana kama shughuli ingekuwa ya obvious tabadilika, fujo kama ilizotokea miaka 2 ya nyuma iliyopita, pia ingetokea fujo. Kutokana na maana tendo wale watu walikuwa wako wengi sana. Na maana wengine walikuwa wanatangaza kwamba mimi nitavaa shela, mimi nitasuka, sio nitafanya nini, Leila atavaa kanzu, atashikana jambia. Na maana walokuepo, na maana mtu maneno walikuwa wanaongea pale, mshasika tumejaa kuona ukweli kilichokuepo kweli au la. Na maana wameona kama ni kitu jambo la hili kama limempendeza Mungu, pia wamkamua kunisupport vijana wenzangu. Kwa hiyo nawashukuru sana na nawapongeza sana. Pengine Bi Leila yeye kipindi ambacho ulikuwa unamtongoza, zeni mkaingia kwenye urafiki, zeni mkaingia kwenye upenzi ama uchumba, ni maneno gani haswa ambayo alikuwa akikuuliza kuhusiana na hali yako ya nyuma? Lakini pia je, kuna maneno yote huwa alikuwa anapenda kukuambia mara kwa mara kuhusiana na hali yako ya nyuma? Maneno alikuwa anapenda kuniambia kutokana na hali yangu nyuma, kwa ananiambia ni kwamba ananipa moyo kwamba nibadilike. Yaani badilike kweli, nisirudie nilichokuwa nakifanya. Kutokana na yeye alikuwa ananifahamu vizuri, maana kaamua. Kuna yeye pia nashukuru sana, yani support yake kubwa sana ni yeye. Support yake kubwa sana mimi kubadilika ni yeye mwenyewe. Katumia nguvu nyingi, katumia vishawishi vingi, yani kapambana sana na kama mvumilivu kama mstamilivu mpaka nimeamua kubadilika. Sawa, ukiambiwa uchague zawadi ya kumpatia Bi Leila kwa namna ambavyo unaona amekubadilisha, ni zawadi gani ungependa kumpa? Kwa kweli yani sijui ni zawadi gani, kwa sababu naona zawadi zote pia yani hazikizi, yani hazitoshi kwa alonifanyia. Ni upendo tu basi. Kwa nitazidi kumpenda, nitamheshimu. Yani basi sina zawadi kubwa zaidi ya upendo kwake. Sawa, ni usumbufu gani ambao unaupata saizi baada ya kubadilika? Umefunga ndoa, upo na mke wako. Ni usumbufu gani ambao unapata? Usumbufu ninaopata ni ule ambao kwamba zinatumika picha zangu za nyuma. Mimi binafsi nimezifuta, ila zinatumika. Wengine hapo waloziwahi kuzidaka video wanaotumika kuzipost. Alafu pia nilikuwa naomba kushauri, yani kuna baadhi ya media, yani mtu hakuja kwako kukuhoji, ila anachukua vitu vyako, yani kama vile anavisambaza ambapo kwako kufika. Kwa naomba yani wafike, wanioje, wajue mimi mwenyewe nasema kitu gani. So afikie hatua, chukue hatua kusema wanapost, wanaunganisha matukio yao, wanapost ambapo kwangu kufika wa kufika. Kulingana mimi mwenyewe binafsi sasa hivi nimeamua kubadilika, na sasa hivi nimeamua kujihusisha na mambo ya sanaa, naigiza kwenye kampuni ya Mbembe Film. Kwa hiyo yani vijana wenzangu, ndugu zangu, majirani, pia vipenzi vyangu, naomba mnipe support yenu kwa ile gang niloingia, mradi niweze kupata nini, chochote kitu cha kuendeleza maisha. Hakuna usumbufu ambao unapata kwa wale watu wa nyuma, marafiki ambao walikuwa ni mashoga, lakini pia watu ambao walikuwa wakishirikiana nao hawakusumbui kwa namna yote kutaka kukurudisha nyuma? Hawanisumbui, yani kutokana na hawanisumbui, afu mimi mwenyewe pia nakuwa mstari wa mbele kuwaambia na kuhamasisha waache kitendo hicho. Sio kitendo kizuri. Yani akimpendezi Mungu, afu pia inabidi uache kile ambapo wakati unaona kabisa una nguvu kabisa za kuacha, inawezekanika kuacha kwa sababu uhai ni mfupi. Wewe unajua Mungu anaweza kukuchukua leo, kesho utasema nini kwa Mungu? Alafu pia napenda kuambia kwamba watu wasiangalie muonekano wa nje. Yani wasinjeje kutokana na muonekano wa nje. Taratibu vitu vinaweza kubadilika kutokana na nini. Mimi sikuwa mtu wa kufanya kazi. Alafu pia mimi sikulelewa maisha magumu. Kwa maana mtu ananiona kwambia yule kalegea, sio kafanya nini, yani tofauti. Pia acheni matusi, kutukana. Acheni kunihukumu. Yani msinihukumu kiasi kwamba msijipe cheo cha hukumu wakati mtahukumu ni Mungu. Mungu ndo anajua kila kitu. Mungu ni wetu sote, na maana Mungu ni wa maskini, Mungu wa tajiri, Mungu wa binadamu wa hivi, Mungu ni wanaume, Mungu ni wanawake. Pia punguzeni hukumu, punguzeni kujivisha vyeo vya hukumu. Vyeo vya Mungu pia tumwacheni Mungu yote. Yani sisi tuseme inshallah, nipeni support yenu kwamba Mungu adumishe ndoa yetu, Mungu anipe heri. Mashallah nimebadilika, niambieni maneno mazuri kama haya. Pia ni supporteni. Una mpango wa kumbadilisha rafiki yako mwenye mashavu makubwa abadilike naye? Ndio, binafsi nina mpango wa kumbadilisha, lakini pia binafsi kwa yeye pia, na yeye pia ni mkubwa, anaona kwamba nimebadilika, ila mimi binafsi siamini kwamba yule kwamba ana tabia hizo. Yani kwamba ni muonekano wake tu jinsi alivyo.
Yaani ndio maana napenda kuambia watu msimjaji binadamu kwa kumwangalia kwamba muonekano wake wa nje. Unaweza kumjaji kwa sababu yule style yake kuongea. Anapenda kuongea mpaka familia yake inajua kwamba mtoto wetu Muhammad anapenda kuongea, ni ana mdomo. Kwa mdomo ni jadi yake pia, yani vitu vingine anaweza kubadilika. Mimi siamini kwamba ana vitendo hivyo vya ushoga kutokana na sina uhakika. Lakini kwamba kama ni anavyo abadilike, kama hana pia ajitahidi kubadilika muonekano wake. Pia unajua muonekano ndio ambao inapenda kutukumu sisi muonekano wako. Na maana utavyoonekana, hata mimi binafsi leo naweza kusema nimeoa nimebadilika. Lakini muonekano wangu naweza kuthubutu labda nikisema ni labda kwenye mashule nikaenda nikacheza taarabu, kafanya vipi? Watu wanajeje sema yule pale hamna kitu. Kwa hiyo muonekano wote inabidi tubadili muonekano wetu. Na pia mtu mwenye kubadilika badilika. Usisikilize maneno ya watu. Yaani usiseme kwamba fulani atasema nini, fulani atasema nini. Mimi binafsi nimeamua kubadilika. Nashukuru Mungu, wazazi wangu wananipa support, ndugu zangu, jamaa, marafiki. Pia nashukuru Mungu kwa wote. Pia sana napenda kumshukuru mke wangu. Plani yenu kama familia ni kupata watoto wangapi? Plani yetu kama familia sisi ni kupata watoto 4. Mapacha wawili, yani wote mapacha. Sawa bwana, shukrani sana. Asante sana.